kwamba yuko mahakamani, yuko bado gerezani tu kwa sababu ya tarehe 29 mwezi Oktoba. Sasa leo kukubaliwa kwa maombi haya na kesi kusogezwa mbele mpaka tarehe 3 mwezi wa 11, wakati mwenyekiti Lissu akiwa ameshakaa ndani kwa siku 202, inadhihirisha tu kauli ya mwenyekiti Lissu aliyoisema kwamba anaendelea kushikiliwa kwa sababu tu ya kukwepesha tarehe 29 mwezi Oktoba. Sasa nisemee hili kwa sababu nimepata taarifa kwamba baadhi ya watu kuna mtu anapotosha jamii ya kimataifa, mabalozi na jamii nyingine ya kimataifa, akiwaambia kwamba serikali na ni mtu wa serikali akisema kwamba serikali imemwachia huru mwenyekiti Tundu Lissu. Nataka kusisitiza tu kwa jamii ya kimataifa kwamba mwenyekiti Tundu Lissu hayuko huru bado serikali inamshikilia kwa kesi ambayo haina msingi wowote. Na nitoe mwito kwa Rais Samia Suluhu Hassan, pamoja na kuwa ni mgombea wa CCM lakini kwa katiba yetu na udhaifu wake ni rais wa nchi, na nitoe mwito kwa mkurugenzi wa mwendesha mashtaka, nitoe mwito kwa mkurugenzi wa makosa ya jinai, wafuatilie wote juu ya kilichotokea mahakamani juzi, kilichotokea mahakamani jana, na wakubaliane tu na ukweli kwamba kesi hii haitakiwi kuendelea kuwepo na iwasilishwe hati ya kutokuendelea na mashtaka ili mwenyekiti Lissu awe huru. Nimalizie kwa kusema kwa ufupi kuhusiana na swala la makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche. Natambua kwamba taarifa zaidi zitaendelea kutolewa, na nitumie mahali hapa vile vile kulitaka jeshi la polisi na jeshi la uhamiaji, idara ya uhamiaji, kwa pamoja watoe kauli kwa umma kwamba makamu mwenyekiti John Heche yuko wapi na ana hali gani. Makamu mwenyekiti alichukuliwa mchana kweupe, tena ni asubuhi kweupe kabisa hapa mbele ya mahakama, na alichukuliwa na polisi na alichukuliwa na gari la polisi. Kwa wenye wajibu wa kusema yuko wapi na ana hali gani, wa kwanza kabisa ni jeshi la polisi na wa pili ni idara ya uhamiaji. Jana kwa nafasi yangu kama mtendaji mkuu nilifanya mawasiliano na kiongozi mmoja wa jeshi la polisi, akanieleza kwamba makamu mwenyekiti yuko Dodoma, na akasema tufuatilie Dodoma. Sasa sikusema chochote jana baada ya kupokea hiyo taarifa, kwa sababu kwa bahati mbaya jeshi la polisi ambalo linapaswa ifanye kazi kitaaluma na kitaalamu limekuwa na tabia wakati mwingine kutoa taarifa za uongo. Kwa sababu juzi walimpa mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu wakili Gaston Garubimbi, walimpa taarifa kwamba makamu mwenyekiti Heche yuko jana. Tuliamua kwanza tuifanyie kazi kwa kina, wakati tukilitaka bado jeshi la polisi litoe taarifa, na jana usiku tukapata hakika kwamba yuko Dodoma, na akaweza kufikiwa na mmoja wa wanafamilia, na leo tukafanya tena ufuatiliaji kuhakikisha kwamba anapata haki zake zote inavyostahili. Toka asubuhi tulituma wakili, alikuwepo pale na hakupewa haki ya kumuona katika kituo cha polisi ambacho jana mpaka usiku alikuwepo. Mpaka inafika saa 8 mchana wakili alikuwa hajapewa nafasi ya kumuona. Baadaye tukiwa tunaendelea na shauri hili tulikuwa tunaendelea sasa, nimepata taarifa kwamba idara ya uhamiaji, na nayasema haya kwa sababu mamlaka zinazotakiwa zitoe taarifa mpaka sasa hazijatoa taarifa, kwamba idara ya uhamiaji afisa wao amefika pale kituo cha polisi kwa kile kinachoitwa kufanya mahojiano na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche. Sasa sijapata tena taarifa zozote za ziada mpaka ninavyozungumza na nyinyi muda huu sasa hivi juu ya makamu mwenyekiti John Heche
ana hali gani, nini kinaendelea kuhusiana na hatima yake, na kwa sababu hakuna taarifa zozote kwa umma mpaka sasa kutoka kwa jeshi la polisi wala idara ya uhamiaji, mwito wangu bado kwa jeshi la polisi na mwito wangu kwa idara ya uhamiaji ni kutoa taarifa kwa umma juu ya alipo makamu mwenyekiti John Heche na hali yake ilivyo, na wamwachie huru kwa sababu hakuna mashtaka yoyote ya msingi dhidi yake. Ninachokiona tu mimi ni jaribio la kutaka kutumia visingizio kuendelea kumshikilia kuelekea tarehe 29 Oktoba na baada ya tarehe 29 Oktoba. Sasa kwa sababu zimeshavuka saa 48, yuko ndani, amechukuliwa na polisi na hakuna hakika yuko kwenye hali gani na nini kinachoendelea. Tulikwishaelekeza mawakili wetu kuweza kuwasilisha maombi Mahakama Kuu habeas corpus dhidi ya jeshi la polisi na dhidi ya jeshi la uhamiaji, idara ya uhamiaji, juu ya haki zake. Kwa hiyo wakati tukiendelea na taratibu nyingine, kama kutatokea chochote cha ziada tutatoa taarifa, lakini kwa sasa nitoe mwito kwa vyombo vya habari na nitoe mwito kwa taasisi za kitaifa na kimataifa kutafuta jeshi la polisi na kutafuta idara ya uhamiaji watoe kauli kuhusiana na hali na alipo John Heche ili zitoke taarifa rasmi kutoka kwao. Na kwa wanachadema wote na kwa wapenda haki kote nchini, endeleeni kupaza sauti na kutumia njia mbalimbali kuendelea kutaka Mheshimiwa John Heche apate uhuru wake. Kwa hiyo niwashukuru sana wanahabari na niwashukuru sana wanachadema na wapenda haki mliokuja kwenye kesi hii, na niwaombe, mimi nitaomba niondoke kwa ajili ya kuendelea kupiga simu kufuatilia kuhusiana na swala la mwenyekiti John Heche na masuala mengine, lakini kwa kuwa kuna shauri limetajwa linaendelea kwenye ukumbi namba 1 la Humphrey Polepole, na waomba mrejee kwa ajili ya kufuatilia shauri hilo, kwa sababu uvunjaji wa haki mahali pamoja ni uvunjaji wa haki mahali kote. Yoyote anayevunjiwa haki bila kujali ni wanachama gani, bila kujali ni wa hali gani, ni jukumu la pamoja kusimama kudai haki, na msimamo wetu uendelee kuwa ule kwamba no reforms no election, no reforms